Wahusika. Wahusika ni viumbe wa kisanaa ambao hutumiwa na mwandishi wa kazi ya fasihi kuwasilisha maudhui yake. Riwaya huwa na wahusika wakuu, wahusika wasaidizi na wahusika wajenzi. Wahusika wakuu hujitokeza katika sehemu kubwa ya fasihi na huwa mhimili mkuu wa kazi ya fasihi. Hawa husaidiwa na wahusika wasaidizi ambao hupewa nafasi finyu katika riwaya. Dhima yao ni kuendeleza wahusika wakuu. Wahusika wajenzi ni wahusika wadogo sana ambao kazi yao ni kukuza wahusika wengine. Sifa za wahusika. Vitokezo vifuatavyo humuongoza msomaji anapohakiki sifa za wahusika. Maelezo anayotoa mwandishi kuhusu mhusika fulani, majina ya wahusika, manake baadhi ya wahusika huwa na majina ya kimajazi ambayo huafiki tabia zao. Mambo wanayosema wahusika wengine kuhusu mhusika fulani, fikira za wahusika wengine kuhusu mhusika fulani, mambo wanayosema wahusika wenyewe pamoja na vitendo vyao, ndoto anazoota mhusika na mijadala nafsi. Mangwasha ni mke wa Mrima, ni mamake Sayore na Kajewa. Ni mhazili katika afisi ya Chifu Mshabaha. Sifa zake. Mwangasha ni mwenye bidii. Tunaelezewa kwamba alifanya kazi yake ya uhazili kwa moyo wa kujituma. Ni jasiri, haogopi yeyote. Kwa mfano, tunaona jinsi alivyofichua ukatili uliopangwa na wapinzani wa Lonare kama Chifu Mshabaha. Ni mtetezi wa haki. Ni mwenye msimamo dhabiti. Kwa mfano, anakataa wito au wazo la chifu kuolewa na Sagilu. Ni mzalendo. Tunaona akifichua ukatili unaopangwa na wapinzani wa Lonare kwa manufaa ya jamii. Ni mwenye mapenzi ya dhati. Tuliona jinsi alivyompenda Mrima kwa jinsi alivyokuwa, wala si kwa utajiri, ndiposa akamkataa Sagilu. Ni mwaminifu. Kwa mfano, licha ya kuwa na matatizo mengi nyumbani, anakataa kupokea zawadi ya Sagilu. Mwenye hasira. Baada ya chifu kumfuta kazi, alimweleza kwa hasira, kama unadhani ukabila ni chakula, basi nakwambia kipike ule na wakwenyu. Umuhimu wa Mwangasha. Anawakilisha vijana jasiri katika jamii kupitia jinsi anavyowakabili chifu na Sagilu licha ya nafasi zao kubwa. Ni kielelezo cha vijana wenye kujitolea kazini. Anasoma hadi kufuzu na kuwa mhazili. Ni mfano wa vijana wanaowajibika majukumu wanayotikwa. Chifu anakariri kumtegemea sana pale ofisini. Anawatunza watoto wake pia. Anafichua njama za kifisadi za Lesulia na Sagilu kutaka kuwapoka wenyeji wa Matango uhuru wao wa kumchagua kiongozi wa mpendaye. Kwa mfano, anapata bahasha iliyojaa pesa zilizonuiwa kumhonga Mrima kuharibu mipango ya Mwamba. Ametumiwa kama kielelezo cha wanawake wanaotetea haki za wanyonge katika jamii. Ameangaziwa kama mfano wa wanawake ambao hawafuati mila zilizopitwa na wakati. Anawakilisha wanawake wenye mapenzi ya dhati na waaminifu katika ndoa zao. Mwangasha, licha kuwa na matatizo mengi nyumbani, anakataa kumpenda Sagilu. Mrima alikuwa mume wa Mwangasha. Vile pia alikuwa babake Sayore na Kajewa. Sifa za Mrima. Ni mwenye bidii. Alikuwa wa kwanza kufika afisini na wa mwisho kuondoka, kama tunavyoelezwa katika ukurasa wa 15. Ni mlevi. Anapotelea mtaa wa Pondamali kunywa vileo. Asiyewajibika. Anatekeleza familia yake, haelimishi, halishi wala hafishi wanawe. Pia tunaona kwamba ni mjinga. Anaruhusu kupotoshwa na Sagilu anapopokea pesa licha kufahamu njama zake za kumtaka mkewe. Ni mbinafsi. Anapokea pesa kutoka kwa Sagilu kwenda kustarehe huku akiacha familia yake bila malezi. Mbabedume.
Anashikilia mila zinazompa mume nafasi kuliko mwanamke. Ni mtamaduni. Kwa mfano, Mangwasha anapomuuliza ni wapi alipotoka, anakasirika sana. Anaamini kwamba mwanamke hawezi kumuuliza mwanaume maswali kama hayo. Ni mzinifu. Ana uhusiano wa kimapenzi nje ya ndoa. Ni msaliti. Anasaliti mkewe na wanawe, na pia vile vile anasaliti jamii yake kwa kupokea pesa kutoka kwa Sagilu ili kuharibu mipango ya Mwamba. Umuhimu wa Mrima. Anawakilisha vijana wenye tamaa ya ustaarabu na vileo. Ni kielelezo cha wanaume wanaokosa kuwajibikia familia zao. Anafichua uovu wa ukatili wa marafiki wanafiki kama Sagilu, ambao wanakupa pesa na kukuelekeza mashimoni. Ni kielelezo cha wababadume ambao wanashikilia mila za jadi zinazompa mume nafasi kuliko mwanamke. Mtemi Lesulia. Huyu ni kiongozi wa Matuo na mpinzani mkubwa wa Lonare. Ni mumewe Nanzia na babake Ngoswe. Pia tunaona kwamba ni rafiki mkubwa wa Sagilu na Chifu Mshabaha. Sifa za Lesulia. Yeye ni mtu fisadi. Ni mtu katili. Tunaona kwamba yeye ni dikteta. Ni msaliti. Kwa mfano, anasaliti umma uliomchagua na kushiriki ufisadi na ubadhirifu wa mali ya umma na kufanya gharama ya maisha kupanda. Pia tunaona ni mbaguzi. Yeye anaajiri wakule tu katika viwanda vyake. Ni mjanja. Anatumia ujanja kufichua uovu wake wa kutumia vibaraka wake kama Chifu Mshabaha na kina Sagilu. Umuhimu wa Mtemi Lesulia. Ametumika kuonyesha jinsi viongozi hutumia mamlaka yao vibaya. Ni kielelezo cha viongozi wa kiimla katika mataifa yanayoendelea. Anawakilisha viongozi wanaosaliti umma uliowachagua. Ni mfano wa viongozi wenye mapendeleo. Kazi zote za serikali zilipewa kule peke yake.